Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeridhishwa na mchakato wa awali wa ugawaji wa jimbo la Busanda lililopo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani Geita, ikiwa ni hatua ya kutekeleza kuanzishwa kwa jimbo jipya la uchaguzi. Akizungumza wakati wa kikao cha maridhiano kuhusu mchakato huo kilichofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, mjumbe wa tume hiyo Mheshimiwa Jaji wa Mahakama Kuu Asna Omari amesema tume imeridhishwa na hatua zilizochukuliwa hadi sasa katika maandalizi ya kuanzisha jimbo jipya. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba akimwakilisha mkuu wa mkoa amesema kuwa hatua hiyo ni matokeo ya makubaliano chanya miongoni mwa viongozi wa mkoa huo yenye lengo la kuongeza ufanisi katika utoaji huduma kwa wananchi. Miongoni mwa malengo ya kuanzishwa jimbo jipya ndani ya jimbo la Busanda ni kupunguza mzigo wa kiutawala, kuboresha utoaji wa huduma kwa umma pamoja na kuwezesha mgawanyo wa rasilimali na bajeti kwa ufanisi zaidi kulingana na mahitaji ya wananchi wa eneo husika. Hii ni News Update Media. Tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Busanda kupitia barua yenye kumbukumbu namba CAB.95/226/02C/140 ya tarehe 28 Februari mwaka huu kutoka kwa Katibu Tawala wa Mkoa wa Geita. Hivyo, kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo lilopendekezwa kutembelewa ni jimbo la Busanda lililopo halmashauri ya wilaya ya Geita. Katika kikao hiki ambacho tunaamini kitakuwa kifupi, tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi mliowasilisha. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo imewasilishwa tume. Hivyo, kaimu mkurugenzi wa uchaguzi atawasilisha kwa njia ya PowerPoint taarifa hizo ili kikao kiweze kusema ni sahihi ama vinginevyo. Aidha, napenda kuwakumbusha kuwa iwapo kikao hiki hakitakubaliana na taarifa zilizowasilishwa za kuomba kugawanywa kwa jimbo, mchakato huu tutaurejesha kwa Katibu Tawala wa Mkoa ili uanze upya kwa kuzingatia maoni na ushauri wa wadau ambao utaanzia kwenye baraza la madiwani, kamati ya ushauri ya wilaya na kamati ya ushauri ya mkoa, kisha kuwasilishwa tena tume. Na pengine niseme tu kama angalizo kwamba mchakato huo unaweza ukapishana na kalenda ya utekelezaji wa majukumu ya tume. Itira Buliro, Mheshimiwa Diwani wa Geita DC, jimbo jipya lililopatikana. Kwa kweli kama ni keki, leo sisi wana Geita tuna hot cake. Tunashukuru sana, tunapongeza jitihada zote za tume. Lakini mimi na kwangu nilikuwa nasema, nachomekea tu. Mwanzo wa Mbalamwezi ni mwisho wa nyota. Yawezekana kabisa tume tulionayo hii ikaenda na furaha zetu za makofi tuliopiga mwishoni. Sisi watu na makofi na vigelegele, tena mpaka magoti. Mimi magoti nitapiga kwamba tume wakati mnakwenda, mnajua tumemaliza jimbo na tumepitisha kwa furaha, lisibadilishwe liitwe jimbo la Katoro kwa population ya watu na mpitisho wa njia za miundombinu ni Katoro na Butundu kwa ujumla. Lakini mjue tukipitisha jimbo siku moja basi ifikiriwa hata halmashauri. Endelea. Asante sana mwenyekiti wa kikao hiki. Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Sengerema, ni katibu wa chama cha CCK. Awali ya yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa sababu nadhani mchakato wa uanzishaji wa jimbo jipya la Katoro ni mchakato ambao ni mchakato uko sahihi na mchakato ambao ni mzuri. Tukiangalia na jiografia, yawezekana umezunguka kuangalia mazingira ya jimbo jinsi ilivyokuwa na Busanda kubwa pamoja na jiografia yake sio rafiki sana. Nadhani kwa mchakato huu utakuwa uko sahihi kwa sababu hata Tume ya Taifa Huru tunapongeza na kuleta mchakato kwa wakati mwafaka zaidi. Kwa sababu mbunge mmoja kuhudumia jimbo hili lina asili kama vile Mbalamwezi ni kubwa sana. Hapa tulipo ukiangalia inafika mpaka hapa na hapo ulipokaa inafika mpaka hapa. Kwa
Kwa maana jiografia nadhani tuwapongeze sana Tume Huru kwa kuleta mchakato, na mchakato umeanzia kwenye vikao vya halmashauri pamoja na DCC na RCC. Pia kwenye kikao hiki na kutoa ithibati mlioitoa kwa namna ambavyo hoja zimehudhurishwa kwetu. Hii inapeleka ujumbe ya kwamba mkoa wa Geita sisi ni wamoja, lakini ni waumini wa kuheshimu maamuzi tunayokubaliana kwenye vikao halali katika mkoa wetu wa Geita. Lakini waheshimiwa madiwani wamethibitisha mambo ya baraza yalikwenda vizuri, wa DCC wamethibitisha, wa RCC wamethibitisha, na wadau wote wamethibitisha, na hii ndio taswira ya mkoa wetu wa Geita, na ndio heshima ambayo mkuu wetu wa mkoa ameendelea kuiimba na kuijenga wakati wote. Nawashukuru sana wajumbe kwa namna ambavyo mmethibitisha.